Adela Ngatigwa, mkurugenzi msaidizi sehemu ya sera, utafiti na ubunifu, Wizara ya Kilimo. Nipo katika idara ya sera na mipango. Leo nimekuja kumwakilisha mkurugenzi wa sera na mipango. Lengo kubwa la project hiyo ni kuangalia ni namna gani mabadiliko ya tabia nchi yanavyoathiri uzalishaji na tija katika zao la kahawa nchini Tanzania, pamoja na kuathiri kipato kwa wakulima wadogo ka Afrika wakitoka Ethiopia, Uganda, Cote d'Ivoire. Sasa basi, kwa nini tumekutana hapa? Tumekutana hapa ili kupata mrejesho wa tafiti zilizofanywa na huu mradi, ambapo tumeonekana swala la mabadiliko ya tabia nchi limeathiri kwa kiasi kikubwa uzalishaji na tija katika zao la kahawa. Kwa hiyo nini kifanyike? Basi umeonekana tushirikiane. Sekta moja haiwezi kufanikisha hili. Kwa kushirikiana, wadau wa maendeleo, serikali, watunga sera, academician pamoja na wakulima, tunaweza tukapambana au tunaweza tukaja kupunguza matatizo ya tabia nchi. Kwa hiyo kuna mapendekezo mbalimbali yametolewa na utafiti uliofanyika, kama vile kuongeza upandaji miti, kufanya kilimo kilicho bora, good agricultural practice tunaita, kinachohimili mabadiliko ya tabia nchi, kufundisha wakulima njia bora, mbinu mpya, teknolojia mpya ambazo zinaendana na mabadiliko. Na sisi kama Wizara ya Kilimo, ambao ndio watunga sera na wasimamizi wa sera, tayari tumejidadavua katika kuipa kipaumbele swala la utafiti katika mbegu zinazostahimili mabadiliko ya tabia nchi kupitia taasisi yetu ya utafiti. Tayari waratibu wanaosimamia swala la kahawa, ile bodi inaitwa Tanzania Coffee Board, bodi ya kahawa Tanzania. Kwa hiyo tafiti zinafanywa ili kupata mbegu bora ambazo tayari zimeshafanywa na zingine zinaendelea kufanyika, kupata mbegu bora zinazostahimili magonjwa na zinazostahimili ukame, ili kuongeza tija na uzalishaji katika zao la kahawa. Kwa kufanya hivyo pia tutamuongezea kipato huyu mkulima mdogo, ataongeza uzalishaji, ataweza kuuza na kuweza kujikimu katika level ya familia na katika kuongeza mchango katika GDP ya kilimo. Kwa hiyo kahawa pia inachangia kwa kiasi kikubwa katika mchango wa sekta ya kilimo GDP kama kwa 24%. Kwa hiyo ni zao muhimu tunalitegemea katika kuleta fedha za kigeni, kuongeza kipato cha mkulima na kipato cha mkulima mmoja mmoja. Tumekutana kama watunga sera, serikali, wanavyuoni, academicians na development partners na sekta binafsi, kwa lengo moja la kuona mustakabali wa kudumisha, kuongeza uzalishaji wa zao la kahawa kwa kuangalia njia bora zinazofaa ili tuweze kuongeza uzalishaji na tija. Kama wizara pia tunapambana na kufanya research, pia tumejikita katika masuala ya kuwekeza katika miundombinu ya umwagiliaji nchi nzima, kuhakikisha kwamba wakulima wetu wanafikiwa na miundombinu ya umwagiliaji ili tuondokane na kutegemea kilimo cha mvua kutokana na haya mabadiliko ya tabia nchi. Sisi ni kikundi cha utafiti, ni kikubwa kwa sababu kimechukua taasisi nyingi za elimu ya juu. Tuna wenzetu wa Copenhagen Business School wako Denmark, lakini wenzetu wengine ni Jima University ya Ethiopia. Tuna watu wametoka University of Basel iko Switzerland, mwingine yuko Lafayette USA, na sisi sasa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam idara ya jiografia. Ni wanasayansi wa nyanja mbalimbali. Tulikuwa tunaangalia zao la kahawa namna linavyopambania hali na wakati huu zaidi wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tumejifunza kutoka kwa wakulima yale mabadiliko yanavyotokea, lakini tumejifunza kwenye
sera na sheria za zao biashara na kadhalika, na tulikuwa tunaangalia kwa nchi mbili, Tanzania na Ethiopia, ambako mnafahamu kwamba wanalima kahawa hata zaidi yetu. Kwa hiyo tumeangalia pia na ule mtiririko wa uuzaji unaitwa mtiririko wa masoko, tuseme kuanzia soko la dunia mpaka kwa mkulima mdogo. Ni namna gani sasa mabadiliko yale yote ya mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya sera na sheria yanavyorudi kwa mkulima na mkulima anafanya nini. Kwa hiyo tumeona mambo mengi sana ambayo tumeona kwamba tusitengeneze tu taarifa za kitafiti na za kitaaluma tukaishia hapo, lakini tuwe na wadau pia wa kilimo, wa sera ambao tuko nao leo hapa. Ni mkutano wa kujadiliana mambo ya kisera zaidi leo, lakini kesho tutaendelea na mambo mengine ya kitaaluma. Leonard Peter Binamungu ni mratibu wa ruzuku za miradi ya tafiti Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini leo hapa nimemwakilisha mkurugenzi wa utafiti na machapisho wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Utafiti huu umefanywa kwa mashirikiano kati ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia idara yetu ya jiografia. Kuna watafiti kutoka Copenhagen Business School, Denmark. Kuna watafiti kutoka Ethiopia, Jimma University, kuna University of Basel, Switzerland, lakini pia tuna watafiti kutoka Marekani. Kwa nini tunashirikiana? Ni kwa sababu pamoja na mambo mengine, mashirikiano katika tafiti sio tu yanaongeza ubora wa tafiti, lakini pia yanasaidia kupata perspectives za kutoka sehemu tofauti ambazo ni muhimu sana kwenye kufanya matokeo ya utafiti yaaminike mwisho wa siku. Changamoto kwenye value chain ya kahawa zinazopatikana Tanzania na kama zinafanana na zinazopatikana Ethiopia, ili pamoja na mambo mengine evidence za kitafiti zinazopatikana kutoka kwenye hizi nchi mbili tuone kama pia zinaweza zikatoa mchango kwenye kuboresha mnyororo wa thamani wa zao la kahawa kwenye bara la Afrika. Mwinamila Donald Kasongi ni mwadhiri msaidizi kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, lakini pia nilikuwa mwanafunzi katika mradi huu wa utafiti wa Paxmark. Mabadiliko ya tabia ya nchi yana athari kubwa kwenye kilimo cha kahawa, kutoka kwenye uzalishaji, kwa maana ubora wa kahawa unaathirika, na pia maeneo yanayolimwa kahawa kwa baadaye yatapata changamoto kwa sababu baadhi ya maeneo yatapoteza uwezo wake wa kiikolojia kwa ajili ya kilimo. Sasa tutahitaji kutafuta mbinu mbadala za kukabiliana na changamoto hizo, kutumia mbinu bora za kilimo, lakini pia maeneo ambayo hayataweza kulimwa kahawa, wakulima labda kulima mazao mbadala ili waendelee kuendeleza hali zao za kimaisha.